kile. Huyu hapa Young Africans kikombe cha 5 msimu huu. Maneno yamekuwa mengi. Kwanza wanasema finali hii ni bora kuliko hata finali ya shirikisho, lakini pia kuliko mechi ya dabi. Kweli? Kwangu nasema ni finali bora pia. Kwa sababu gani? Imekutanisha timu ambazo zote zina ubora. Ukiangalia wako wachezaji wa Simba kwenye kikosi cha Singida hawana namba. Wapo wachezaji wa Simba kwenye kikosi cha Simba kwenye kikosi cha Singida hawawezi kucheza. Lakini Singida ambayo imeanza kwenye kikosi cha kwanza leo hii, Simba Sports Club kama ingekuwa hawa kombe la shirikisho barani Afrika baki hapa Amani Zanzibar. Huo ndio kweli. Unataka kusema quality ya Singida ni kubwa kuliko ya Simba? Kimsingi tangazo la taifa kwa herufi kubwa. Singida Black Stars ina wachezaji bora kuliko Simba Sports Club. Hiyo ni kwa herufi kubwa. Ina wachezaji bora kuliko Simba. Na ndio maana mpaka dakika hii wana Simba wao wenyewe wanawatukana wachezaji wao. Kwa sababu gani? Hawana ubora wachezaji wao. Simba leo ingetamba zaidi, ingekuwa na crew ya wachezaji kama wa Singida Black Stars. Na pengine taifa lingepata heshima kubwa kwa kombe ambalo liko nyumbani, New Amani Zanzibar. Kombe likusalia hapa. RS Berkane ambao iliingia kwenye mfumo, lakini quality ya kumaliza game Simba walikuwa hawana. Kwa hiyo katika hiki mimi ndo naesema kwamba finali hii kwangu ni bora kuliko ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwanza ni finali moja, lakini pili ni finali ambayo unaona kabisa mpira ambao umepigwa ni wa kikubwa kuliko finali ambayo tulishuhudia pale. Finali ya Simba na RS Berkane ni uhakika, unajua kabisa hapa timu fulani inakwenda kushinda. Lete swali lingine. Chuma, wanasema wachezaji wa Young Africans katika hii mechi ya mwisho kama wamepotea, waliwekeza nguvu nyingi kwenye dabi. Kweli wachezaji wa Young Africans leo walipoteana? Ni kauli ya kiuni. Young Africans imeongoza katika kila idara leo hii. Lakini changamoto ambao wako nayo Young Africans ambayo wanatakiwa kuiboresha msimu ujao ni kujaribu kukiharmonize kikosi chao. Lakini ukweli sio pingika, Yanga haijapotea katika mechi ya leo. Hii Yanga imemiliki game, hii Yanga imewini mechi. Haya, unaanzaje kusema kwamba Yanga imepotea? Hapana, Yanga imecheza kwa kiwango kikubwa sana. Singida ambacho kimewaponza ni kitu kimoja tu. Kila mchezaji anacheza ni kwamba wachezaji wamekuja kwenye kliniki ya kusaka vipaji. Kila mmoja anaonekana kivyake, shida ilipoanzia hapo. Lakini kama Singida ingekuwa anacheza kitimu, Yanga ilikuwa inafungwa leo. Kama Singida Black Stars ingekuwa inacheza kitimu, pasi wanaanziana katika eneo lao la kujilinda mpaka mwishoni, kwa sababu wana kila aina ya wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya jambo lolote. Lakini ambacho kimewakosti ni namna ambavyo walikuwa wanacheza, kwa maana ya kwamba Singida walikuwa wanacheza kila mmoja anacheza kivyake, anaonyesha kipaji chake. Na ndio kuna muda unamuona mtu kama Jonathan Soa anakuwa katika msitu wa mabeki. Kwa nini? Timu haichezi kwa mifuatano kumfuata striker wa mwisho wakamalize kazi. Ndicho ambacho kimewagharimu hii leo. Lakini so far Young Africans ndio timu ya mfano wa kuigwa nchini Tanzania. Young Africans ndio bora. Kufuatia kauli hiyo, unasema kwamba Young Africans amedominate mpira wa Tanzania kwa sababu katika makombe yote aliyoshiriki hapa ndani ameyachukua yeye. Ni ukweli usiopingika. Young Africans ndio timu bora kuliko timu yoyote Tanzania kwa hivi sasa. Kwa nini? Imechukua ubingwa ya vikombe vyote. Au kingine kachukua nani? Hakuna. Sasa nitakuwa ni mtu wa hovyo nikisema Young Africans sio bora kwa sababu imetetea vikombe vyake vyote. Tena wakati huo imepitia vipindi vigumu vya kufukuza makocha, lakini ambacho kimeinusuru Young Africans kuweza kutetea makombe yake ni quality ya wachezaji waliokuwa nayo. Ni quality ya wachezaji waliokuwa nayo. Yanga ni bora she. Umemzungumzia wachezaji na quality walionayo. Vipi kuhusu kocha wao wa Young Africans ambao hivi karibuni watu walisikika wakisema kwamba pengine anaweza kuondoka, wengine wakafika mbali na kusema hafai kuwa kocha wa Young Africans, kimbinu bado mdogo? Nachoweza kukisema, Young Africans wanapaswa kuwa makini uongozi wao na wachambuzi wa mchongo ambao wako kwa ajili ya kuivuruga Young Africans. Kwa nini nasema hicho kitu? Watanzania wengi tumezoea kuona yani kocha mwenye maneno mengi sana, anaongea sana, tunamwona ndio kocha. Lakini kama tunachokwambia Young Africans ambacho wanatakiwa kukifanya kwa huyu kocha, cha kwanza
kubaki naye. Cha pili, kuangalia timu yao ina makosa gani kwa ubora wa mchezaji mmoja kwenda mwingine. Mfano, leo Yanga inabidi wapate striker ambaye ana uwezo wa kufunga clear, yani hauulizi mara mbili. Young Africans bado kuna kila sababu ya kumtafuta mbadala Mudathiri. Kweli Chama ni mchezaji bora, lakini kwa namna ambavyo kocha anavyomhitaji Mudathiri haya, anaona kabisa kwamba anamuofa sana kwenye kukaba, lakini Mudathiri huyo bado ana makosa mengi sana. Wakati timu inapokwenda kushambulia, ni eneo ambalo lazima waongeze watu. Eneo la Maxi Nzengeli mpia kweli amekuwa na kiwango kizuri, alipata jeraha, lakini ni eneo ambalo lazima Young Africans waingie sokoni kutafuta mtu mwingine. Lakini kuhusiana na issue ya kocha, huyu kocha mbona kocha bora sana? Clement Mzize mchezaji bora wa leo wa finali, lakini ameonekana amekosa magoli mengi. Hatoshi peke yake? Inawezekana na kamati husika tuheshimu, mimi naheshimu kwa kile ambacho wamekiamua wao, lakini kwangu kwa machaguo yangu na mimi kwa na mtu mwingine wako ambao wamefanya vizuri, mtu kama Duke Abuya, performance moja nzuri sana, mtu kama director wa Young Africans Dr. Khalid Aucho, kiwango bora sana, lakini pia kuna baadhi ya save ambazo amezifanya mtu kama Diarra pia alikuwa na deserve, hata kama nani Mzize amekwenda kuscore, lakini kwangu mimi nilikuwa nampa Duke Abuya kwa 100%. Kwangu mimi amekichafua sana Duke Abuya Mkenya. Mashindano yaliokuwa magumu msimu huu kwa Young Africans ni kombe la klabu bingwa barani Afrika. Afanye nini huyu Young Africans ili pengine aonyeshe ubabe wake huko Afrika? Kwanza timu zote ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa, kazi ni kwao, kuna kazi. Kwa sababu ili uchukue ubingwa wa Liga Mabingwa barani Afrika, inabidi umpige Ahly, umpige Mamelodi, umpige Orlando, umpige Esperance. Hizo ni timu ambazo ukiziangalia, ukiondoa Pyramid, zimekwenda kushiriki michuano huko, zimekutana uzito ambao ni mkubwa, ambao kwetu sisi wanatusumbua, na changamoto nyingine zimepata mikwanja ya kutosha zaidi ya kufanya usajili. Kwa timu zetu ili zifanye vizuri, maana yake inabidi zikawanyong'onyeshe wale. Tuulizane hapa, Yanga inaweza kuinyong'onyesha Ahly, Simba inaweza kuinyong'onyesha Mamelodi, ni kitu ambacho ni kigumu, lakini sio mbaya walau kufika kwenye hatua ambayo ni bora zaidi. Hata kwenye semi final kuna mahali ambako huenda tukawa tumepiga hatua kwenye mashindano makubwa barani Afrika, Liga ya Mabingwa. Lakini ukweli usiopingika, timu za Tanzania kufanya vizuri Liga ya Mabingwa eti kwenda mpaka nusu final na kupitiliza, huo ni uongo. Licha kwa bado usajili, najaribu kuangalia nguvu ya fedha kwenye timu zetu. Huwezi kukompiti na Pyramid, huwezi kukompiti na Esperance, huwezi kukompiti na timu nyingine. Shukrani pia. Sekunde 10. Sasa